Mpenzi mtazamaji, pata kujua machache kutoka kwa mnyama huyu, mbwa mwitu. Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa na mwenye maajabu pia kupitia katika viumbe vyake. Mpenzi mtazamaji, kabla ya yote ni kuombe usisahau kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia kufanya istighfari kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mwisho mwema. Mpenzi mtazamaji, ni kuombe usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uweze kupata video zote zinazokuja kupitia hapa Khairo TV. Mpenzi mtazamaji, mbwa mwitu wa kike anapompata mwenza wake wa maisha huishi naye maisha yake yote na hamsaliti wala hamwachi wala kumbadilisha hata mara baada ya mume wake kufa. Anabaki hivyo hivyo bila kuwa na mwingine. Na mbwa mwitu wa kiume naye hamuingilii, yaani hachepuki na mbwa mwitu mwingine wa kike akiwa na mke wake. Lengo lake kuu ni kulinda nasaba yake ili isije kupotea au kutawanyika. Katika hili mbwa mwitu ana umakini zaidi hata kuliko baadhi ya binadamu. Binadamu wanapokuwa wanapewa utambuzi wa akili na maarifa na utashi, hufikia hatua mtu ana mke wake na akaamua kuchepuka na mwanamke mwingine. Vivyo hivyo, mbwa mwitu hawaachi wazazi wao wanapokuwa wazee na kushindwa kujitafutia chakula. Vijana wa mbwa mwitu huwinda na kuleta viwindwa hivyo kwenye mapango yao, ambapo hapo hula pamoja na wazazi wao wakongwe na watoto wao wachanga. Na hili pia linaweza kuwa mbwa mwitu wanawashinda hata baadhi ya binadamu wasioweza kuwahurumia wazee wao wanapokuwa hawajiwezi kushindwa kukaa nao na kuwahudumia wakiwa chini ya uangalizi wao. Baadhi ya mambo tusiyoyajua kuhusu mbwa mwitu: la kwanza, hali waliokufa, yaani mbwa mwitu hali mabaki ya wanyama waliokufa, hawawezi kula kamwe. La pili, ni katika jamii ya wanyama wakali, mbwa mwitu ni katika jamii ya wanyama wakali na anaotokana na kizazi cha kifalme. Namba tatu, hakutokei ndoa ya ndugu wa damu, yaani mbwa mwitu haoi mama yake wala dada yake kama wanyama wengine wanavyofanya. Namba nne, uaminifu kwa mwenzi wake ni wa kipekee. Huoa jike moja tu maisha yake yote. Vivyo hivyo, jike wa mbwa mwitu huwatambua watoto wake, maana wanatoka kwa baba mmoja na mama mmoja. Namba tano, kama mmoja wa wanandoa wa mbwa mwitu atakufa, aliyebaki huomboleza kwa kipindi kisichopungua miezi mitatu na huweza kufikia hadi mwaka mzima. Hali hii huambatana na huzuni kali na hata baadhi ya mbwa mwitu hao kujiua. Wachache sana huchukua wenza wengine baada ya maombolezi hayo. Namba sita, mbwa mwitu
huitwa mtoto mwema kwa kuwa ndiye mnyama pekee anayewatunza wazazi wake wanapokuwa wazee. Wazazi hubaki pangoni na watoto, huku vijana wao wakitoka kwenda kuwaindia wakongwe hao pamoja na watoto wao. Kwa hivyo, unaposema kuwa mwanaume ni mbwa mwitu, wanatumaini kuwa atakuwa na tabia kama za mbwa mwitu, yaani ujasiri, uaminifu kwa kundi, familia, uaminifu kwa mke, kutotenda mambo ya hovyo, kujiheshimu, kuwaheshimu na kuwatunza wazazi. Ametukuka Mwenyezi Mungu ambaye amemjalia mnyama huyu sifa hizi nzuri ambazo hajapewa mnyama mwingine. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapa ndio mwisho wa kisa hiki cha mbwa mwitu. Mpenzi mtazamaji, nikuombe usisahau kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia kufanya istighfar kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mwisho mwema. Mpenzi mtazamaji, nikuombe usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazokuja kupitia hapa Khairo TV. Asante.